Tumeshaabisana 29 kuna uchaguzi mwezi huu, na tukasema tutoe baraka, lakini kwa kutambua umuhimu wa kuunda serikali tuache tohara tarehe 21 mpaka tarehe 30 ili tusisababisha wagonjwa wasio kwenda kupiga kura wakati wana haki wa kupita kura. Hatujaambiana tarehe 3 ili mkoa elewe. Mafurika siku hiyo ilikuwa ni kuandaa uchaguzi. Ukitairi vijana 1000 hapa, si itapunguza kura? Maana kama ni mgonjwa ataendaje kupiga kura? Tulishasema jamii ya Maa wako katika mkakati wala sio nyuma ya kuunda serikali kushiriki uchaguzi, kuchagua diwani, mbunge, mpate pale na rais watakayemtaka. Hiyo siku ni takatifu katika taifa la Tanzania. Hiyo siku ni njema. Na tumeambiana jamii ya Maa hatutaki kushika mkia. Tunataka kushika mbele katika uchaguzi, katika vitongoji vyetu, vijiji vyetu, kata zetu, wilaya zetu na mkoa wetu. Sinawezekana? Mzee Kisongo wakati ananieleza kwamba 29 mtaenda kupiga kura. Sasa yani katika jeshi hawa ndo majenerali hao. Hawa ndo majenerali kwenye familia. Wanatoa tu maelekezo kwamba 29 twendeni tukapige kura. Kwa hiyo nyie mbele ya Mzee Kisongo mmesema 29 mnaenda kupiga kura. Mmesema tarehe 29 ni amani. Wangapi tunaendelea kukubaliana hivyo? Nyinyi mkiamua kwamba tarehe 29 tutakuwa na uchaguzi na kila mmoja akajitokeze kupiga kura kwa jamii nzima ya Kimasai, kwa sababu nyie hamna mipaka ya mkoa. Mmetaja watu wa Simanjiro, mmetaja watu wa Andeni, mmetaja watu sehemu mbalimbali. Peleka message hiyo maeneo yote, jamii nzima itakwenda kupiga kura. Kwa hiyo niwashukuru sana nyinyi viongozi wa mila kutoka maeneo yote kwamba mmeridhika na kazi nzuri zinazofanywa na serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmeridhika na amani na utulivu na maendeleo tunayopata. Basi niwashawishi muende katika jamii zetu tukawakumbushe kwamba 29 tukatumie haki yetu ya kikatiba kwenda kushiriki uchaguzi, kupiga kura. Tukipiga kura, mtoe maelekezo ya watu kurudi nyumbani kupumzika, ili tume ya uchaguzi iweze kuendelea na zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo. Kama mkuu wa mkoa na wahakikishia, najua na nyinyi ni walinzi wa jamii yetu, na wahakikishie vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Arusha tutahakikisha pana amani na utulivu kuanzia sasa, wakati wa kupiga kura na baada ya uchaguzi.